Crazy Rocket, now available on PMBet. Kwa majina naitwa Ali Muhammad Saleh, mwenyekiti wa Khidmat al-Quran Islamic Foundation, ni taasisi ambayo inaandaa mashindano ya Qur'ani kwa njia ya tajwidi. Nikisema njia ya tajwidi ni tofauti na yale ya hifdhi ambayo yanakuwa ni kwa kuhifadhi. Ni watu ambao wanasoma Qur'ani kwa sauti nzuri na sauti zile zingia athari ndani ya moyo, hatimaye mtu kuipenda Qur'ani na kuweza kujihimiza kusoma, kujifunza Qur'ani na kuweza kutekeleza matendo yanayohitajika kufanywa na yaliyoelekezwa ndani ya Qur'ani. Haya ndiyo malengo yetu ambayo ya mashindano ya mwaka huu, na huu ni mwaka wa 21, mashindano ya mwaka wa 21 ya kimataifa ya Qur'ani kwa njia ya tajwidi. Kama tulivyoeleza, tunataraji kuwa mgeni rasmi atakuwa ni Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Na zawadi ambazo zimetangazwa kwa mwaka huu, mshindi wa kwanza ni dola 5,000, na mshindi wa pili dola 3,000, na mshindi wa tatu dola 2,000. Labda ni watu wa mataifa gani ambao wanatarajia? Takriban nchi 15 washindani ambao wataingia katika nchi yetu kuanzia siku ya Jumanne. Washiriki kutoka Morocco, Egypt, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Iraq, Lebanon, Mali pamoja na Malaysia kama nimetaja sasa, South Africa vile vile na Kenya. Leo kila anayekuwa kwenye chama chochote anataka kuwa karibu na ule mwenyekiti au sijui mnamhitaji ule kiongozi wa kile chama. Msema huyu mashallah hata mwenye chama anamtambua. Je, wewe unasoma Qur'ani? Mwenye Qur'ani anakutambua kwamba wewe unaitangaza ile Qur'ani? Mwenye Qur'ani amekukubali? Unaweza kwenda huwezi kutangaza chama bila ruhusa ya chama. Na wewe hakikisha, je, unao ruhusa ya kwenda kuitangaza Qur'ani kwa mwenye Qur'ani? Kwa maana weitangaza Qur'ani anavotaka mwenye Qur'ani. Haya ndiyo malengo ambayo kwamba tunaitakiwa. Mimi ninapokwenda kusimama sasa, mimi naitangaza Qur'ani. Vipi mwenye hii Qur'ani anafurahi mimi niitangazavyo? Kwa sababu katutaka sisi tuitangaze, lakini kwa njia gani, kwa malengo gani, kwa makusudio gani? Hapo ndipo tutakapofanya kwa vile atakavyo yeye, insha Allah taala. Natarajia tutakuwa tumefikia kwenye yale malengo, na sidhani kama kuna mtu hahimizi hili ninalohimiza mimi, kwa sababu sisi tumelikuta pia tukihimizwa hili. Tujitazame namna gani tuathirika kabla kuathiri wenzetu na hii Qur'ani.